Moja kati ya stori kubwa duniani na inaendelea kupigiwa utepe na wanaharakati wanaendelea kuipambania ni kuhusu stori inahusu Abduli kwenda kuuza dhahabu nje ya nchi, na kuna viongozi ameongozana nao kwenda kuuza hiyo dhahabu. So kupitia kwenye peji za Maria Sarungi aliweza kuchapisha posti 2, lakini mimi nitakuwekea hii story iwe kwenye content moja tu ili tuelewe ni nini hasa alichokizungumzia. Anasema kwamba kwenye posti ya kwanza ambayo alikuwa akimtuhumu Abduli kuuza dhahabu nje ya nchi, anasema hivi: wameuza tani za dhahabu, watu wamechafukwa, wamefunguka, na naelezwa zaidi mauzo ya dhahabu zetu za akiba zilifanyika mwezi wa pili na Abduli. So Abduli alikuwa si tu head of legation, ila alikuwa broker na alilipwa asilimia ya mauzo. Kiasi cha dhahabu kilichouzwa ni tani kadhaa, sio kilo. Elewa tani, yani kilo moja, tani moja ni sawa na kilo 1000, na jumla ilikuwa ni tani 3 mpaka 4 au zaidi. Wizara ya Fedha haikuwa na mwakilishi kwenye huu msafara na haikuhusishwa, waliishia tu kuisikia tu. Kuna wengine kuna mengine tutaleta, maana hali ni tete. Narudia, Watanganyika kwenye mfumo ambao unatajika kwa viongozi, mko wapi? Mnamuogopa nini huyu kimama na mtoto wake? Na nyie mapolisi mnaishi nyumba za bati, mnatua na kututeka kwa ajili ya hawa wezi. Mnatia hasira, mnakuwa waoga na mnatutunishia misuli, huku nchi inaliwa na wachache. Amkeni. So baada ya kuposti hiyo posti, alikaa tena muda kidogo Maria Sarungi, baada kama vile risali moja mbele tena akaja akaposti story nyingine hii ya Abduli kwenda huko na msafara wa kwenda kuuza dhahabu, na nchi iliyotajwa ni Qatar, kwamba ndipo ambapo alienda kuuza hizo dhahabu. So ni story kubwa ambayo Maria Sarungi, kama unavyojua, hata unaona baadhi ya viongozi wanamtaja kwamba huyu mtu huwa anachochea maandamano, anashawishi watu kuandamana, lakini amekuwa akitoa taarifa kutoka ndani ya watu hawa wa serikalini. Kwa sababu gani? Maria Sarungi haishi Tanzania, lakini amekuwa akipewa zile za chini chini. So kwenye story ya pili anasema hivi, Abduli anadaiwa kuongoza msafara wa kuuza dhahabu zetu huko Qatar. Anasema amkeni wa Tanzania, amkeni wa Tanganyika, huko ndani taarifa zinavuja, maana wazalendo amechafukwa. Abduli Amei hana chochote nchi hii, ila wadau wanaeleza kuwa aliongoza msafara kwenda kuuza gold reserve zetu Qatar. Hawa wengine wakiwemo gavana, mbona wanakubali kuongozwa na muuza matairi wa Kariakoo kwenye mambo nyeti? Fedha zilienda hazina au mfuko wa mama? Ili aliweka kama swali. Sasa ndo tujue kuna uozo wa level gani huko ndani. Nchi inaongozwa kama kioksi ya Kizimkazi. Tuweni serious. Mnafikiri haya mambo naandika tu, mambo mengine ni mazito yanakuja kuanikwa, hamtakaa kuamini. Mengine tukiweka tutatafutana. Tarehe 7 mwezi wa 7 maandamano ni non-negotiable. Maana bila mabadiliko tumekwisha. Sasa Maria Sarungi bwana, baada ya kuchapisha hizi habari, umesikia hata baadhi ya maneno ya Gerson Msigwa akisema kuna watu wanavujisha taarifa kutoka ndani ya serikali. So hii tulimsikia akizungumzia kwamba taarifa zimekuwa zikivuja sana, yani watu wanapewa taarifa. So hizi ni story ambazo zipo na zinaendelea kuwepo na watu wanaendelea kuzisikia. Haijulikani ni nani anayezivujisha, lakini Gerson Msigwa alisema kwa mtu yoyote atakayevujisha taarifa ya serikali basi mtamuokota. So hii ni kauli ambayo tulishuhudia hata bungeni, ilibua utata mkubwa sana, baadhi ya watu wakiomba kwamba kwa nini mtu mkubwa kama huyo anazungumza kauli kama hiyo, mtu ambaye anatazamwa kwenye nchi kama kioo, lakini anaenda kuzungumza kauli ambayo sio nzuri na sio njema. So mambo ni mazito. Wewe endelea tu kucomment hapo, tukomentisha kinoma noma. Bye bye.